maji umechota mle, au labda ni ya makaburini wanasemaga watu kuoshea maiti. Najua kuna injili za watu wasio na imani, ukisikiliza ni kama ya kweli hivi. Au wewe unasemaje? Lakini nataka nikwambie, ukiwa na Mungu, hata hiyo nguo uliyovaa inaweza ikatenda muujiza. Mimi nimekuwa nikiombea watu wenye shida ya kujifungua. Unajua huwa hatuendi kuwaombea mle, tunaombea nguo. Si kama unanielewa? Au nazo watu nazilaza makaburini. Imani ni kuwa na hakika. Halafu ni nini? Ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Ukiwa na Mungu, kila kitu ulicho nacho kina Mungu. Inasema Biblia, walipelekea wagonjwa leso zilizotoka katika mwili wa Paulo. Hiyo nguo uliyovaa hiyo, usikiri mchawi anaweza akaichukua wewe sasa hivi. Akajaribu tu aone. Pokea upako huo kwa jina la Yesu. Yeyote atakayegusa nguo yako aone moto. Yeyote atakayegusa nguo yako aone moto. Yeyote atakayechota nyai ulipokanyaga iwe moto. Mungu wetu haishi rohoni, anakava kila kitu. Unajua lililomwangukia Elisha lilikuwa ni vazi, ila sio la kawaida, sababu limetoka kwa mtu asiye wa kawaida. Kwa hiyo wewe kuwa na Mungu. Ingawa kidogo umenisikitisha, ujaje kuchukua tamko la mwaka ndio ungejua vitu vingi, lakini wewe kwa sababu ni mtoto utakuwa. Haya. Mtu mmoja alinipigia simu asubuhi, nilitoka nje. Akasema, "Mnayo pale yale maji, mnayo mnauza?" Nikawa namsikiliza. Kwa Yesu. Sio uko wapi na maeneo ya humu sijajui. Nikamwambia, unaweza ukaja nayo ya kwako, yeye mgaidi. Unaweza ukaja nayo ya kwako mwenyewe. Sisi tunakuja kuweka tulicho nacho humo. Ndicho alichomwambia Petro yule kiwete, kwamba tulicho nacho ndicho tunachokupa. Sisi tunaweza kuombea udongo. Tunaweza tukaombea nguo ya mume wako na akaivaa akaona Mungu. Tunaombea mpaka moko zile wanazoendaga nazo madualani. Tunaombea kofia. Mtu unamwona amevaa kofia, lakini sio kofia ya kawaida, maana ilishatamkiwa na kuombewa tayari. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, majini yakiona hivi yanaona moto, yanaona kile kilichotamkwa. Acha uone. Sasa kuna mahali wengine watuhitaji kuomba. Si unasema amina? Si unasema amina? Hata mtoto wako anakohoa, unaweza ukachukua unga ule ambao unapika siku zote. Ule. Sema amina kama unanielewa. Shida unapokuwa hujafundishwa matumizi ya ulicho nacho, unaweza ukaonewa na una kitu. Kwa sababu hujafundishwa jinsi ya kutumia ulicho nacho. Mtoto anaumwa pale, unalialia wakati mle ndani una maji. Inasema Biblia hivi, atakalowaambia nifanyeni. Si ndio? Alafu yeye akawaambia, jaliza haya mabarasi nini? Kwa sababu ndicho kilichopo hapo kinatakiwa kifanye kazi. Alafu anamaliza kujaza maji, anaambiwa chota mpelekee mkuu wa meza. Imeisha hiyo. Ukiwa na Yesu unaweza ukageuza maji kuwa chochote. Unaweza ukageuza chochote kuwa unavyotaka. Katika ulimwengu wa roho kinakuwa. Hata kama iwe ni mti, unaweza ukageuka kuwa panga. Kwenye ulimwengu wa roho. Nguo yako, viatu vyako. Kwa mfano,
Una mtu ambaye huwezi kumwambia okoka, huwezi kumwambia, unaweza ukampelekea zawadi baba yako ya viatu, lakini wewe unajua kwamba hivi viatu hivi vinaenda kubadilisha maisha ya huyu mzee. Unakuwa na kitu lakini hujafundishwa jinsi ya kutumia. Hilo nalo ni somo jingine. Sema amina yenye nguvu kubwa. Ukiwa na Mungu, si unaye? Si unaye? Yuko ndani yako. Amekupa roho yake. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe si ni Mungu basi? Au mbuzi huwa inazaa ng'ombe? Sasa Mungu mwana wake anakuwa mwana wa nani? Hivi mwana wa Mungu anakuwa wa kawaida? Sio wa kawaida. Anaweza kugeuza chochote kitafanya kazi muda wote. Lakini shida ni kwa sababu tunapokea nguvu lakini hatufundishwi jinsi ya kutumia. Na kwa sababu tunatoka kwenye madhehebu ambayo hakuna kuona. Unajua unapoona imani yako inakuwa activated. Yaani inakuwa kama imehuishwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nawaambia hizi siku za katikati kwamba naweza nikakwambia shika hii nguzo, tatizo lako linaisha. Na mara nyingi nilikuwa natumia mfano, hata hicho kitu ulichokalia kinaweza kubadilika kufanya jambo la pekee. Ila kwa sababu ndo tunaanza kutembea, utaona. Nataka uwe kama Mungu anavyotaka uwe. Usiwe mtu wa dini, uwe mtu wa Mungu. Uwe mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu aliye na Mungu sasa ndio anatakiwa kujitunza. Kwa sababu muda wote unakutana na tenda, unatakiwa utoe majibu. Sema kujua. Bwana asifiwe. Unaitwa nani? Vero. Beta. Jambo Beta. Wakati nakuita ulikuwa unasikia, ulikuwa unanisikia. Ulikuwa unanisikia au ulikuwa usikii? Ulikuwa unanisikia. Sasa ulikuwa wapi? Ujui ulipokuwa. Yaani nasikia lakini hajui alipokuwa. Huwa mtu unaweza ukahamishwa. Kule kwetu kule huwa kuna neno linatumika gambosh. Yaani mtu anaweza akahamishwa ila yupo. Mara ya kwanza, acha nikupe ushuhuda huu. Niliombea mtu masaa 6 mfululizo. Mimi ni muombaji. Kwa shughuli yangu hiyo. Ndio kazi ya nabii. Lakini nilikuwa sijui siri ya kwamba watu wanachukuliwa ila anaonekana. Ndio nimeanza huduma, nikafuatwa pale kanisani. Mama mmoja, mama wa Kiha hivi, alikuwa anafanya biashara ya samaki. Akawa ametafuta kufanya kazi kandani. Kakaenda kuhemea mjini pale, kuna sehemu wanaita CCM. Kameenda kuhemea, kakarudi nyumbani, kakasimama tu mle ndani. Alipokagusa tu hivi chini, yule mama akachanganyikiwa, akajua kamekufa. Akaja anakimbia sasa kunifuata pale. Jina langu mimi naitwa Charles. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukifika kule ukitaka kufika kwa urahisi uliza kanisa la Charles au kwa Charles, ilishakuwa ni address ya mtaa, hata wenyeji wanaulizana hivyo. Utanishushia kwa Charles pale. Jamani, nilikuwa nataka nimtandike jamaa mmoja hapa siku zilizopita, maana anataka kuchukua jina la watu. Sasa basi nikaanza kuomba ninavyojua, toka pepo, toka pepo, toka pepo, toka. Sijui ile siri. Unajua unapoolelewa sehemu kuna vitu huvioni, huwezi kujua. Tulishazoea tu mtu mmoja ameangushwa na pepo, mnamchangamia watu wengi mpaka nyewe mnawekeana mikono. Toka, 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 toka. Kama Nguchiro. Ushaona Nguchiro akiwa amembananisha nyoka. Sasa nilikuwa sijui, Roho Mtakatifu akawa ameninong'oneza kwamba huyu mtu unayesema toka pepo, hakunamo pepo, hayupo mtu mwenyewe. Ndio nikashtuka. Nikajua kumbe huyu mtu hayupo. Ndio nikaanza sasa kumrudisha. Akatoka kaitwa Kasiwe. Siwe.
Nilipoanza tu kurudisha na lile jina, ilikuwa ni vurugu kubwa, ndo siwe akarudi. Anasema bibi alinijia kule sokoni, tukaenda na ndege. Kuna watu mpaka sasa hivi wanauguza watu hospitali, lakini sio watu. Kuna wengine unaona amelala nyumbani, mnasubiria bora afi, lakini walishabeba zamani. Huyo akiwahiwa anarudi. Wachawi ni washenzi. Hata kama bibi yako kamwambie nimesema hivyo, kwa sababu hakuna kitu atafanya. Nguvu za kukanyaga nyoka na nge tumepewa, hazipo mbinguni, zipo duniani. Kuanzia hapo nikajua siri hiyo, kwamba watu wanahamishwa. Namba 2, siku moja nilikuwa tunaendesha maombezi hapo. Nazungumzia ulimwengu wa roho ni halisi na ulimwengu wa mwili kama tunavyouona. Sasa mzee wa siku yule ambaye ananipa taarifa akanibeba katika maono ya kinabii, akaenda kunionyesha mama mmoja yuko sehemu mbili. Huko aliko ni mpole na yuko uchi kabisa, naked. Lakini huyo aliyeko huku akanileta tena kwa huyu huku, ni yule yule mmoja, ni mkorofi sana, mpaka mume alikuwa ameanza kutafuta nyumba ya kupanga akimbie mji. Nikamwambia pale kanisani tuna kazi ya kufanya. Hiyo siku ilikuwa ni Ijumaa, bado tulikuwa kwenye mifumo ya dini tulikotoka. Ibada zetu huwa ni Jumanne, Alhamisi na Jumapili. Baada ya kukamilisha mambo yote, ikabidi tukae kwa namna hiyo, kwa sababu tukifanya ibada Alhamisi inanipa nafasi hapa ya kuombea watu mmoja mmoja. Ijumaa, Jumamosi kwa naweza nikahudumia watu zaidi kuliko kwamba tufanye Ijumaa, tayari siku zinakuwa zimejibana zaidi. Hiyo siku ilikuwa ni vurugu, ndio nikawa nimemrudisha